mtoe huyo mwanamke, akitoka sisi tukae wenyewe. Wewe ni shetani. Yaani unatoka lengo lako kubwa ili litimie, mimi nitoke kwenye hii nyumba, si ndio? Yaani nyumbani kwangu mimi nitoke, wewe ukae. Shetani kama wewe. Sina muda wa kusema hivyo, alosema hivyo ni mume wako. Kijana, wewe kijana. Samahani, naomba nikuulize kidogo. Bila samahani. Eti ni kweli huyu baba mwenye nyumba yako amesafiri? Kwa mujibu wa bosi, mimi alivyoniaga aliniambia kwamba kasafiri. Kwa hivyo hicho ndio ninachokifahamu, kwamba bosi amesafiri. Kwa ni kweli kasafiri. Na pia ukiangalia labda wanavyoishi hapa na mke wake vipi? Wana maelewano kweli? Lakini mbona wanaishi vizuri tu? Tena ni watu ambao wanaonekana wenye furaha. Sijawahi kuona hata siku moja labda wakigombana au labda wana tofauti, kwa sababu japo na muda mchache katika hii nyumba, lakini nimejaribu kunotice something kwamba wanaishi vizuri, wanapendana na hata mimi pia wananipenda. Alafu wewe, mimi ndo mama yako kwenye hii nyumba, umenielewa wewe? So unanitolea mijino kama ngili hapa. Naomba unitolee ili jike dume hili. Hawana migogoro yoyote? Hamna shida. Hata hivi vile asubuhi bosi alipokuwa anaondoka walishikana mikono. Mwisho ni watu ambao wenye furaha, wanapendana na wanafurahia ndoa yao. Kwa mimi naona hamna shida yoyote. Kungekuwa kuna shida basi ningetambua. Lakini wanaishi vizuri. Yeah. Lakini samahani kwa sababu nilikuwa bado niko jikoni naendelea na kazi. Sasa nahofia naweza nikaunguza afu madam akajisikia vibaya. Kwa hiyo naomba nikuache mimi nikaendelea na kazi. Hamna shida. Wewe wahi. Asante. Asante na wewe pia, ukubarikiwe. Umeelewa? Safi. Pole sana madamu. Ukisikia ukubwa ndo huo, ukubwa jaraha. Kubali kutupiwa taka. Kuna nini? Ushamaliza kuongelea simu? Nishamaliza muda tu niko naangalia mazingira kwa mtu sinajua tena. Mimi nilikuwa naongea naye mzangu. Ni mume yupi tena? Kuna kuni wa kule au? Kwa hiyo tofauti na huyu mwenye nyumba hii. Tofauti na mwenye nyumba hii ndio mama. Kwa nini nice? Ndugu tu. Si yule aliyetoka hapa, yule mweupe hapa paibovu. Yaani kaongea maneno ya kebe kweli kweli, kamwambia madam. Huyo akumwambia madam, sura yake kama kwa pala mtafutaji. Kichwa kama ushuzi, kweli kichwa chake kinanuka ushuzi. Tena akamwambia hadi kucha zake za kudownload. Kweli mambo hayo kumwambia. Na isitoshe, anaambia hadi mimi meno kama ngili. Yaani umeniuma bora angenenda kama panya. Inaniuma kweli kweli. Ndio maana kama nimefika nyumbani kwako muda naangalia mazingira nimepaona hivyo. Au kuna tatizo mamangu? Nilipata wasiwasi na mashaka kwa sababu huyu mume mwenyewe hamkuwa na mawasiliano naye. Namba ni mimi ndio nilikuwa napiga simu, tunazungumza kila kitu, mipango ilikuwa napanga mimi. Niliposhangaa mume wangu subiri mimi ongea na simu, ndio hapo niliposhangaa. Hamna mama, shusha tu pressure yako, hamna chochote kile. Basi sawa, kama ni hivyo sawa. Na kisitoshe, yule mwingine yule aliyetoka hapa ni mke mwenzie. Bosi kaoa mke mwingine. Na kaongea maneno machafu kweli.
Kamwambia madam, mimi naniuma. Nikalia nichozi na mimi nalia. Sasa ile tumelimaliza, ila mimi nataka niende nikamuone bibi wa nyumba hii kwanza. Bibi? Kutoka nifike hapo sijaona bibi. Bibi gani? Wewe bwana, ina maana wewe hujui? Najuaje sasa? Madam, hivi anavyosema huyu ni sawa kweli? Kweli? Nenda kaangalia usalama. Haya, pole sana madam, nakusaidia kulia. Madam, kwani kuna nini hapa kinachoendelea? Mbona mimi sielewi? Umeumia? Nini shida? Umeumiaje sasa? Nenda kwani. Unaweza kuinuka? Ina maana mimi ninapokuambia hivyo nina maana kwamba nataka kwenda chooni au maliwato. Nitoka nifike hapa na kimwemwe hiki mkojo na usikiaje? Kwaje tena mpaka unajiumiza na mkono? Kwa hujapata kupaona? Sijapata kwa mkojo hapa, kuna msubiri baba mwenye nyumba, maana isi joto nataka kupepewa ma. Mgeni kanisukuma, kanaumiza. Kakusukuma kisa nini sasa? Mume wangu aliwahi kuniambia kwamba ndugu zake wamemtafutia mwanamke wa kuoa, lakini mume wangu hakulizia. Kataa. Lakini leo nashangaa, shangazi kaja na huyu msichana ananiambia huyu ni mke mwenzangu. Sasa kama alishawahi kutafutiwa mke hapo nyuma na lakini yeye alikataa kumuoa huyo mke, leo shangazi yake anakuja na mwanamke mwingine ndani, uweni hapo kuna tofauti? Au labda kwa nini hajakwambia chochote kama labda alienda akaoa hata kimya kimya au ni nini? Au wewe unafahamu amekwambia chochote? Hajaniambia. Sasa kama hajakuambia wewe unalia nini? Wewe upasi kulia wakati yeye hajakwambia, hajakuhakikishia. Masuala kama haya ni lazima yeye kwanza akuhakikishie kama ni kweli alioa au huyu mwanamke ni wa kwake. Yeye hajakwambia chochote. Ni ndugu tu anakuja, uende kama ndugu wana chuki zao, au labda kwa sababu nyinyi mnaishi vizuri unataka kuharibu mapenzi yenu. You never know. You have to ask him first. Kama ni kweli inabidi wewe umuulize bosi upate uhakika. Ukishapata uhakika ndo uanze kulia. Lakini ukilia wakati huna uhakika, it doesn't make sense. Hapana, itakuwa kweli kwa sababu shangazi yake ndo kaja na yule mwanamke. Sasa kama kweli nani amekuhakikishia? Yaani wewe, mimi ninachokushauri pata uhakika kwanza. Ukishapata uhakika ndo ujue cha kufanya, kama ni kulia au kushukuru Mungu, yote ni sawa. Basi nataka nishukulie simu yangu mle ndani. Unataka kumpigia? Kwa hapa mimi namsubiri mume wangu, maana naishia tu kumuona kwenye picha, mara kwenye simu, mara sijui nini. Yaani hapa namsubiri. Watu wana kimuhemuhe. Acha kabisa. Yoge kama nakuona una baya. Pamoja pia una baya. Ila nahisi niko na simu yangu hapa. Unaweza ukatumia kama utojali. Inaita. Hello, kitchen boy. Maya. Oh, Maya. Niambie, vipi? Mbona unalia? Kuna shida hapo? Hivi mume wangu ndio umeamua kuletea mwanamke mwingine humu ndani?
Hapana, mimi mwenyewe nilikuwa sifahamu, ni shangazi tu, mimi sijui kitu chochote hapo. Bora kunaambia na mimi kitu ulikijua. Mage kaja na shangazi kabisa. Kumbe ugeni huu wewe ulijua. Amefanya nini wewe mwanamke? Kafanya ni kitu gani alichokufanya wewe? Mtu mpaka nafikia tu ananipiga. Ananiumiza. Sikiliza mke wangu. Wewe hebu wewe wapuuze, wavumilie tu. Waache tu wafanye wanachokifanya, lakini mimi nikija hapo kila kitu kitakuwa sawa. Wewe wapuuzie tu. Hapana, wewe lengo lako nini? Wewe lengo lako niumize. Hata kama akiniumiza mimi ni nyamaza hivi kweli? Amekupiga? Sikiliza mke wangu. Wewe cha msingi kikubwa, angalia ahadi tu ya mimi na wewe tulioipanga. Hiyo ndo kitu cha msingi kuliko vitu vyote. Hapana jamani. Wanasema ahadi tu kitu. Ahadi ya nini jamani? Mtu mimi naenda kuumia. Unataka ahadi tu? Ahadi ndo kila kitu kuliko hayo yote, yani wewe apuuze. Fuatilia ahadi tu ya mimi na wewe tuliokuwa tumeipanga. Itimie, hiyo ndo itamaliza kila kitu. Vipi? Kasemaje? Halo? Shangazi huyu. Anasema kwamba hata kama wakinipiga, wakinisema mimi nyamaza tu nisiongee chochote. Na kuhusu mwanamke? Amesema hataweza kuliongea hilo kwa sasa hivi. Nisubiri mpaka atakaporudi nyumbani. Hivi kweli jamani? Sasa kwa nini mnakuwa hivi? Na nilisikia mnazungumzia ahadi. Samahani, naweza nikafahamu? Ahadi. Kweli mimi na mume wangu ana uwezo wa kumbebesha mwanamke ujauzito. Samahani, lakini naomba mtunzie hii siri. Haikupaswa kumwambia mtu yoyote hii siri, kwa sababu ni aibu yangu na familia yangu. Sitaki kumwambia mtu yoyote. Tafadhali naomba usimwambie mtu yoyote. Sawa, mimi japo nilikuwa ni jambo ambalo sijalitegemea kulisikia, ila nakuahidi mimi sina tabia hiyo. Siwezi kutoa siri za ndani ya familia yetu afu mimi nikapeleka kwa watu wengine wa nje. Mimi ni mtu mzima na najitambua. Mimi na mume wangu tulikuwa tunacheza mchezo, lakini nadhani huu mchezo najichezea mwenyewe. Mume wangu, ni kitu gani hicho unachotaka kuniambia mpaka umenileta kwenye maeneo kama haya? Ona maeneo mengine yalivyokaa hivi. Leo unakuta maeneo haya sio rafiki kabisa. Yaani unakuta haya maeneo kuna vitu vibaya vinavyokaa. Wewe hata mtu mmoja hayupo, lakini sisi tumekuja kukaa huku. Ni jambo gani ambalo tunashindwa kuongelea nyumbani tukaja kuzungumzia huko? Gangu, ni kweli unachokiongea, lakini mimi nimekuleta huku nikiwa na maana. Kuna jambo ambalo nataka tuzungumze. Sikuhitaji pawepo hata binadamu mmoja asikie ambacho tunataka kukiongea, kwa sababu ni aibu kwangu. Nadhani jana unakumbuka tulikwenda hospitali kwa ajili ya kuangalia afya zetu, kwamba inakuwaje tunashindwa kutimiza tendo la ndoa. Ulipopimwa wewe ukaonekana uko sawa, na ilipofika zamu yangu nikasema mimi nimepata dharura, nikaondoka. Sikufanikiwa kupima, lakini nimekaa nikawaza, nikaona kwa nini nikae na mdanganya mke wangu? Haina maana. Nikaona bora nikuite nikwambie ukweli. Mimi nilipata ajali, na baada ya ile ajali nikawa niliumia sehemu za siri. Kwa hivyo siwezi kukutana na mwanamke nikaweza kumwingilia. Sina uwezo wa kumwingilia mwanamke. Hivi mwanaume, yaani muda wote ule wewe unajijua na matatizo, unaenda kwa mwanamke akusaidie kitu gani?
Ina maana unashindwa hata kusema kwamba mimi nina tatizo hili na hili. Yaani la kwangu la kwako, la kwako la kwangu. Ukashindwa kanificha ukweli wote mume wangu kweli. Leo unakuja kusema kweli unanipenda, wewe hunipendi. Baba hunipendi, baba hunipendi. Laiti kama ungenipenda wewe, ungenieleza kila kitu. Lakini leo umenificha. Tuna miaka mingapi? Yaani mimi nimejua nikiongea hivyo utaniacha mke wangu. Ndio ushaniambia, kwani siwezi kukuacha? Baba siwezi naweza kukuacha. Ndio maana hata nilikuwa sielewi. Toka mume wangu umenioa, hatujawahi kukutana hata siku moja. Nikajua pengine mume wangu unachoka kazi. Kazi zimekuwa ni nyingi. Na mimi nikawa navumilia tu. Leo tuacha. Na ndio maana mimi nikakuita huku ili tuzungumze, kwa sababu kuna jambo ambalo mimi nimeliwaza ili litusawazishie baadhi ya mambo. Nadhani unajua shangazi ameniolea mke kule na wanahitaji kumleta huku. Sasa mimi simuhitaji, na kama simuhitaji wao wamefanya hivyo wakijua wewe ni mgumba uzai. Sasa si kweli, mimi ndo mwenye matatizo. Ili kuliziba hili gepo, sababu akishaleta huyo mwanamke pia atanizalilisha, aibu yangu itatoka. Naomba tufanye kitu kimoja. Niko chini yako. Tutafute kijana. Alafu yule kijana umlaghai kimapenzi. Akishalala na wewe, akikuachia mbegu, sisi tunamruhusu anaenda zake. Tunabaki na mtoto. Itakuwa sina haja tena ya kuchukua huyo mke wanaomleta. Yaani mume wangu ukiongea hilo mimi sikuelewi kabisa. Kwanza pia naweza nikakuacha. Ndio nishajua ukweli, naweza nikakuacha. Hivi toka siku ulivyonioa mume wangu, imekuwa yani kwenye familia yako mimi nimekuwa mtu ambaye sifai. Ami ambaye sina adabu, yani sina heshima. Kiufupi tu ni mwanamke ambaye nimefunzwa kwenye malezi ambayo sio mazuri. Mpaka ndugu zako leo wanajua mimi ni mtu mgumba ambaye sizai. Kumbe tatizo mume wangu nalo wewe. Bila hata kunionea huruma mume wangu, kwa nini ulinioa hata ukashindwa kuniambia ukweli? Leo unadilike kusema kwamba tutafute mfanyakazi aje humo ndani, aje halale na mimi nimlaghai kimapenzi mume wangu, niweze kufanya naye tendo la kweli. Leo naambiwa dunia haina siri. Leo niende nikatafute sijui mwanaume huyo aje kulala na mimi. Nitajuaje kama ni mzima mume wangu? Na wewe utajisikiaje mimi nitembee na mtu yoyote? Kwa nini mume wangu tusiende hata tukatafuta watoto kwenye vituo vya yatima? Kuliko hivi mume wangu, dunia haina siri, nakwambia. Dunia haina siri. Kwani tusivumilie hata kama Mungu mwenyewe hajatupa? Kwani tusivumilie mume wangu mpaka tuanze kutafuta watu wa kwanza kulala? Hata huyo mtoto akija kuzaliwa sio wako, sio wako mume wangu. Itakuwaje? Kwa hili itakuwaje? Itakuja tu duniani hapa mume wangu leo au kesho. Na huyu mtu anaweza akarudi. Pengine wewe ukajua mtu akaja kurudi mimi nataka mwanangu. Hiyo aibu itakuwaje? Mwanangu bora tuachane nayo tuyaache. Hapana mke wangu. Hilo swala la kwenda kuchukua mtoto yatima ndio kujidhalilisha kwenyewe ambako nako kuongelea, kwa sababu kufuata kule ndio tunaonekana si hatuna uwezo wa kuzaa. Na ni bora aibu ya baadaye kuliko aibu ya sasa mke wangu. Tafadhali naomba tu unisaidie kwa hilo. Ni basi mume wangu, hata nyumbani mimi naomba niende. Siwezi nikafanya hivyo, siwezi jamani, siwezi. Basi mke wangu. Basi nyamaza. Basi nisamehe mimi. Basi Aisha. Kwa hiyo ilipelekea mpaka tukatafuta kijana ambaye ni wewe. Kumbe hivyo ndio ilivyokuwa. Ina maana mimi nilipo hapa sipo kwenye kazi wala kuweza kuwasaidia nyinyi kupika shughuli zingine ndogo ndogo. Mimi nipo kwenye game ambayo haiwezi kuwa na faida yoyote kwangu. Game ambayo hapa nyinyi faida hii niangamize mimi maisha yangu. Unadhani nini kitakuwa? Damu ya mtu haiwezi kupotea hivi. Damu ni nzito. Yaani ina maana mimi nikupewa ujauzito, utoke hapa. Ukipata mtoto, nyinyi mchukue ule mtoto, alafu mimi nibaki for nothing. Doesn't make sense. Kwa hiyo mimi hata kuishi na nyinyi mimi siko tayari. Hii kazi tena basi, mimi siwezi tena kuendelea kwenye hii kazi.
naondoka kwetu, niende sehemu nyingine nikatafute kazi, lakini sio tena hapa. Usijaribu hata siku moja kuniambia tena hili swala. Namwambia mumeo naondoka.